Kuna watu wanajiuliza ni kwa nini kocha Fadlu Davis amekuwa akisikika na tetesi za kuondoka kwenye klabu ya Simba mpaka dakika hii. Ni kwamba cha kwanza, mikakati iliyotengenezwa na zile nchi ambazo zinaonekana kukandamiza soka la Tanzania mpaka muda huu ni kwamba kocha Fadlu Davis kwa malengo yake na kwa CV yake, ili mradi endelee kukua, hawezi kubakia kwenye klabu ya Simba wala klabu ya Yanga. Na ndo maana hata kwa refa aliyechezesha mtanangi wa RSB Berkane pamoja pia na klabu ya Simba kwenye kombe la finali ya shirikisho, yani ilikuwa ni wazi kabisa mikakati iliyotengenezwa na rais wa CAF pamoja pia na viongozi wote ambao wamekuwa kisimamia soka la Kiafrika kuhakikisha kabisa kwamba yani Simba hatoboi hata kidogo kwa mbinu yoyote. Na ndo maana mechi kwa yoyote aliyeweza kuiangalia ilikuwa ni wazi dhahiri shale kabisa kwamba ni uonevu uliovuka mipaka. Kila moja ameona, dunia imeona. Na ndo maana achana na hiyo na kukumbusha tu, hata katika mechi ya Mamelodi Sundowns refa ndo huyu refa aliyeweza kuumiza Yanga ndo refa aliyeweza kuumiza klabu ya Simba. Kwa hiyo ni mikakati iliyotengenezwa na inaendelea kutengenezwa. Kwa hiyo kwa malengo ya kocha, kwa sababu tayari ameshazijua siri na ameshafahamu kabisa kwamba kwa sasa hivi kuna mikakati ya kuhakikisha kabisa kwamba soka la Tanzania haswa katika hizi timu za Simba na Yanga kiuhalisia hazitoweza kufanikiwa kutoboa na kuchukua kombe, kwa sababu mikakati inayoandaliwa za kuweza kudidimiza hizi timu ni mikakati ambayo ni migumu kiasi kwamba hatuwezi kutoboa, tukubali ama tukatae. Na ndio maana ni rahisi kwa kocha Fadlu Davis kuachana na Simba na kwenda kwenye timu nyingine ambayo anaamini kabisa CV yake itakuwa ni kubwa na ana uwezo wa kuchukua kombe la shirikisho ama kombe la klabu bingwa. Lakini kwa Simba na Yanga kiuhalisia, kwa mikakati inayotengenezwa, mikakati sugu, hatuwezi kuchukua kombe hata iweje.